madini ya kwanza kutajwa katika Biblia ni dhahabu, na hali kadhalika madini ya mwisho kutajwa katika Biblia ni dhahabu. Dhahabu imetajwa katika Biblia kwa mara ya kwanza katika kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 2 aya ya 11, na imetajwa kwa mara ya mwisho katika Biblia katika kitabu cha Ufunuo, ile sura ya 21 aya ya 21. Kwa mtazamo huu tunaweza kusema kwamba dhahabu ndiyo alfa na omega, au mwanzo na mwisho wa madini yote, na hivi yanasimama kumwakilisha Kristo mwenyewe ambaye ndiye alfa na omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho, kama tunavyosoma katika Ufunuo, kile kitabu cha Ufunuo sura ya 22 aya ya 13. Sambamba na hilo, tukisoma kitabu cha kwanza cha Wafalme, ile sura ya 6 aya ya 19 mpaka 22, tunaambiwa kwamba Suleimani alilipamba hekalu kwa dhahabu safi katika sehemu ya ndani ambapo sanduku la agano lilipaswa kukaa. Na zaidi sana tutaona kwamba vyombo vinavyotumika kanisani leo hii wakati wa maadhimisho ya Ekaristi vilivyo vingi vimepambwa kwa vyombo na dhahabu. Hii ni katika kuonesha ni jinsi gani dhahabu inamuashiria Kristo mwenyewe. Jambo lingine, zawadi nyingine ilikuwa ni uvumba. Uvumba kwa wenyewe ni mchanganyiko wa nta na manukato mazuri ambao hutumika katika kazi maalum za kikuhani. Katika Agano la Kale, uvumba unahusika moja kwa moja na shughuli za kiibada, huku ukichanganywa na viungo fulani. Tunayapata hayo katika kitabu cha Kutoka sura ya 30 aya ya 1 mpaka ile ya 10. Uvumba huu ulichomwa mara 2 kila siku, yaani asubuhi na jioni, juu ya altare iliyofunikwa kwa dhahabu katika patakatifu pa patakatifu, mbele ya sanduku la agano. Katika Agano Jipya tunayaona matumizi ya uvumba katika Injili kadiri ya mwinjili Luka, ile sura ya 1 aya ya 8 mpaka 13. Wakati Zakaria alipokuwa akitolea sadaka hekaluni, kiishara, uvumba huashiria kupaa kwa sala zetu zilizojaa mapendo na nia njema kwa Mungu. Manemane, zawadi hiyo, ilikuwa ikitumika katika mazishi ya wafu, ambapo inamaanisha mwili wa marehemu ulipakazwa manemane nao ukawa tayari kwa mazishi. Tunaweza kupata dondoo juu ya utamaduni huu wa kupaka marehemu manemane. Tunapata hiyo katika Injili ya Yohane sura ya 19 aya ya 39, ambapo Injili inafundisha, akaja Nikodemo, yule aliyemwendea usiku hapo kwanza, akaleta mchanganyiko wa manemane na udi, yapata latri 100. Basi wakautoa mwili wa Yesu, wakaufunga sanda za kitani pamoja na yale manukato, kama ilivyo desturi ya Wayahudi katika kuzika. Hivyo basi mamajusi walileta manemane kwa mtoto Yesu kuonesha kwamba yeye kama mwanadamu kweli lazima atakufa. Kwa maneno mengine, tunaweza kusema kwamba mamajusi walimpelekea Yesu zawadi ya kifo. Hapo naomba tushushe nanga kidogo ili kutafakari zawadi hii ya 3, ndugu. Kama tulivyoona hapo awali, ni kwamba mamajusi walileta manemane kama zawadi kwa Yesu, huku manemane ikiwa inaashiria kifo. Hii inatupatia neno la faraja kwetu sisi wanadamu, kutambua kwamba kifo si adhabu. Yaani kifo si adhabu, bali kifo ni zawadi. Ndiyo maana